amani kamilifu, perfect peace. Isaya sura ya 26 mstari wa 3. Kila mwenye pumzi, mwenye macho, mwenye nguvu tusome kwa sauti. Biblia inasemaje? Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Tusome kwa sauti tena mara ya pili. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Rudia kwa mara ya 3. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Kwenye huu mstari pana maeneo matatu. Eneo la kwanza ni wajibu wa Mungu ambaye ni kulinda. Eneo la pili ni wajibu wa kwako. Eneo la tatu ni matokeo. Utamlinda yeye ni wajibu wa Mungu. Moyo wake umekutegemea ni wajibu wa kwako. Amani kamilifu ni matokeo. Kwa kuwa anakutumaini ni wajibu wa kwako. Naomba nirudie ili kila mtu aelewe. Kila mtu naomba moyo wako. Utamlinda yeye ambaye ni wajibu wa nani? Kwa sauti. Ni wajibu wa nani? Wa Mungu. Somo la muhimu sana. Nataka kila mtu alielewe. Aya. Ambaye moyo wake umekutegemea. Moyo kutegemea au moyo kuwa na utegemezi. Moyo kutegemea ni wajibu wa nani? Wa kwangu. Katika amani kamilifu. Amani kamilifu ni matokeo ya mwisho. Alafu kwa kuwa anakutumaini. Kutumaini ni wajibu wa kwangu na ni wajibu wa kwako. Sasa nitafundisha kutokea kwenye hivyo vipengele vitatu na utaelewa kwa upana. Listen, hakuna kitu ambacho ni cha muhimu kwenye maisha yako kama amani na furaha. Naomba niwaambie kitu. Ukipoteza amani, umepoteza miujiza yote iliyokuwa inakuja kwenye maisha yako. Andika tu hiyo point itakusaidia. Ukipoteza furaha, umepoteza kila kitu. Ukipoteza amani, umepoteza kila kitu. Ukipoteza furaha, umepoteza kila kitu. Kuna kitu ambacho kinamwakilisha Roho Mtakatifu na kuna kitu ambacho kinamwakilisha Yesu. Kitu ambacho kinamwakilisha Roho Mtakatifu, siri yake, yani muhuri wako unapogongwa, lazima pawe na muonekano wiko kitu. Muhuri ambao ni Roho Mtakatifu kigongwa kwenye moyo wako, lazima pawe na mazingira ya ule muhuri. Hali ya ule muhuri. Kuna kuwa na atmosphere ya ule muhuri ambaye ni Roho Mtakatifu. Na atmosphere hiyo inaitwa furaha. Warumi sura 14 mstari wa 17. Nataka nikufundishe kitu cha muhimu sana. Warumi sura ile ya 14 mstari wa 17. Furaha ni atmosphere ambayo inatembea na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake Roho Mtakatifu akiwa mahali, ujue furaha iko mahali. Kwa hiyo maana yake ukipoteza furaha, umepoteza utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Very important. Warumi 14 mstari wa 17 inasema, kwa kuwa ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, alafu amani, alafu furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna vitu vitatu ambavyo vinafuatana: haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu akiwa mahali, pana vitu kadhaa vinaonekana. Si ni sawa? Haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuelewa, ukipoteza furaha, umepoteza nguvu za wokovu wako. Andika hiyo point nyingine. Ukipoteza amani na furaha, umepoteza nguvu za wokovu wako. The strength of your salvation is joy. The strength of your salvation is peace. Wherever peace is, there where is your strength. Popote ilipo amani, hapo ndo inapatikana nguvu ya wokovu wako. Daudi anasema hivi, unirejeshe furaha ya wokovu na kunitegemeza kwa roho ya wepesi. Nafikiri ni Zaburi sura 51. Anasema unirejeshe furaha ya wokovu. Kwa maana yake wokovu huambatana na furaha. Na ile furaha ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ujue na kujua, ukipoteza furaha, umepoteza nguvu zako. Naeleweka sawa sawa?
Nehemia sura 8 mstari wa 10. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwa hiyo unaweza kuelewa nguvu zako za wokovu ni furaha. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kila wakati unakuwa na furaha moyoni, ujue una nguvu ndani. Ndio Biblia inachokisema. Kila wakati unakuwa na furaha ndani, ujue una nguvu ndani. Kwa ukitaka kupoteza nguvu zako za kiroho, ruhusu mazingira ya huzuni, ruhusu mazingira ya hofu, vitu kama vile. Kwa kila wakati pana furaha, ujue pana nguvu. Kila wakati moyo wako una furaha, ujue ndani una nguvu na huwezi kuzimia siku ya taabu. Very important, yani mambo ya muhimu sana. Furaha ya Bwana nguvu zetu. Hebu sema kwa sauti, furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Ukiangalia pia Biblia inasema kwamba basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Unaweza kuelewa hata manufaa yaliyoko ndani ya wokovu huwezi kuyapata isipokuwa una furaha ndani yako. Ni vitu serious. Isaya sura 12 mstari wa 3. Kwa furaha mtateka maji. Kwa hiyo maana yake nzuri ni kwamba unaruhusiwa kwenda kuteka maji kwenye visima vya wokovu. Kwa furaha. Kwa hiyo ukienda kwenye visima vya wokovu watakudai furaha. Una furaha? Wakiona huna furaha haupokei. Haijasema kisima, imesema visima vya wokovu. Maana yake viko vingi. Basi kwa furaha mtateka maji. Kwa nini? Maana yake furaha ni factor. Furaha ni factor. Ni factor ya kusaidia kuteka maji. Furaha ni jambo la muhimu unapaswa kuwa nalo kama unataka kupata manufaa ya eneo fulani la wokovu wako katika Kristo Yesu. Very important. Nataka ujue katika umakini wake na umuhimu wake. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Maana yake furaha ni ya muhimu sana. Ukipoteza furaha umepoteza nguvu zako za roho. Ukipoteza amani umepoteza nguvu zako za roho. Hivi vikikaa ujue kila wakati una nguvu. Hata kama yakitokea mazingira usiruhusu yaende muda mrefu. Hakikisha yamekuwa kwa sekunde chache sana. Hakikisha kwamba furaha yako ya ndani haiondolewi. Taarifa yote ya nje isiondoe furaha yako ya ndani, kwa sababu hiyo ni nguvu yako. Amani ni kitu cha muhimu sana. Yesu alisema hivi, amani nawapa, amani yangu ninawachia. Ninayowapa mimi sio dunia itoayo. Kwa hiyo maana yake hakuna amani kamilifu utaipata kutokea duniani. Ndio maana nakwambia duniani utakupa happiness. You will have happiness. Happiness ni kale ka furaha cha muda, ni kale ka amani cha muda, ni kale ka amani ambacho kinasababishwa na matukio mazuri ambayo yanakupata. Kwa mfano mtu amekupa zawadi, you will be happy. Haina maana kwamba you have received joy. Tukisema furaha tunazungumzia habari za Roho Mtakatifu. Tukisema happiness tunazungumzia mtu amefanywa jambo zuri na mtu mwingine. You are happy. Ukikaa na mtu mwenye hela nyingi, ukisema kidogo natamani kula ice cream, anakupa 5,000. Nimependa yebo, anakupa 10,000. Nimependa hii suti, anakupa 200,000. Utakuwaje? You will be happy. Utakuwa na furaha na yeye. Lakini utakuwa na furaha ya kitambo kidogo ambaye ni happiness. Lakini tunapozungumzia furaha tunazungumzia nguvu za wokovu wako. Tuna zile nguvu za ndani, the inner strength, nguvu zile za ndani, uimara ule wa ndani, na ndio hiyo wakati tunaitunza. Happiness inakuja kwenye maisha yako baada ya jambo fulani zuri kutokea. Umefanyiwa na mtu, umefanyiwa na watu, umefanyiwa na taasisi, you will be happy. Yani kwa kweli nimebarikiwa, nimefurahi sana. You are happy. Lakini ipo kwenye mind yako kwa sababu umefanyiwa jambo zuri, na kuna hiyo rekodi kwenye mindset yako kwako, nimefanyiwa jambo zuri, you are happy. Hiyo aga idumu kwenye mazingira magumu. Hiyo aga idumu kwenye changamoto. Furaha ni kitu cha ndani ambacho kinabeba utambulisho wa Roho Mtakatifu. Kinakaa ndani ya mtu. Kile ndo chanzo cha kila muujiza. Kuna wakati fulani Yesu alienda kwenye msiba fulani na alipaswa kwenda kufufua. Alipofika pale akakuta watu wanalia. Akaongea kitu cha kufanya wacheke. Akaongea kitu cha kufanya wacheke. Bwana mnapiga kelele, mtu amelala. Wakaacha kulia hapo hapo wakaanza kucheka. Sasa unazungumza kitu gani wewe? Mtu amekufa muda mrefu unasema amelala.
Walipocheka tu ndo akaingia haraka akafanya muujiza. Maana Yesu anakupa picha pia, alikuwa afanye muujiza kwenye mazingira fulani. Ndio maana alipokuwa anataka kufufua aliruhusu watu kadhaa waingie naye. Sababu najua kutembea na mtu mwenye huzuni ni jambo la hatari sana. Kwa mfano ndio kufufua mtu afundu kama huo muujiza utokee. Yaani mchawi wako ndio huyo mtu. Ndio maana sisi viongozi unapaswa kuwa surrounded na majitu fulani ambayo yako excited. Ya. Tunafufua mtu nenyewe hapo ya hata kama yana hofu za ndani, lakini ukizunguka na hao watu ni nzuri sana. Yesu alikuwa anazunguka na hao watu. Wa kwanza ni jiwe. Petro, mtu alikuwa na dare, ikiwa ni wewe niruhusu nije juu ya maji. Watu kama hao wala wana mashaka, kama Bwana anafanya, kama master anafanya, na sisi tunafanya. Kwa maana alikuwa anawaingiza ndani. Wana wa ngurumo, majina yao unaelewa Wana wa ngurumo, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Waliitwa wana wa ngurumo. Ndio watu ambao walikuwa wanaingia naye. So this is very important. Which means ukikaa na mtu mwenye furaha atakuambukiza furaha, kwa sababu furaha ni roho. Furaha sio hali nzuri ile kuja kwenye mind yako baada ya kufanya jambo zuri. Furaha ni roho, inaweza kutoka kwa mtu na ikakuingia wewe pia. Vivyo hivyo pia huzuni ni roho. Ukikaa na mtu mwenye huzuni kila wakati anafanya, ujue unaletea ugonjwa. It's very dangerous kukaa na mtu mwenye huzuni. Huzuni na kuugua ni mapacha, kwa mujibu wa Isaya sura 35 mstari wa 10. Huzuni na kuugua ni mapacha. 35 Isaya mstari wa 10. Huzuni na kuugua ni mapacha. Furaha na kicheko ni mapacha. Msome kwa sauti hapo. Msome kwa sauti kila mtu mwenye uhai. Biblia inasemaje? Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Waliokombolewa na Bwana ni akina nani? Sema kwa sauti, akina sisi. Ndio hivyo, ndio Kiswahili cha leo. Kwa sababu nyinyi mmechelewa kusema. Endelea kusoma kwa sauti. Biblia inasemaje? Watafika Sayuni wakilia. Watafika Sayuni wakilia. Soma vizuri. Watafika Sayuni wakilia. Soma vizuri. Okay, sawa. Haya. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Furaha milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Mwangalia mwenzako kichwa chake. Furaha lazima ionekane kwenye kichwa cha mtu. Imesema juu ya vichwa vyao. Alafu nao watapata kitu gani? Kicheko na furaha. Maana kicheko na furaha ni mapacha. Alafu huzuni na kuugua ni mapacha. Kicheko na furaha wakikaa pamoja, huzuni na kuugua wanashikana, wanakimbia. Na nataka ujue kwamba huzuni na kuugua ni roho, sio tukio, kwa sababu wana uwezo wa kukimbia. Maana huzuni na kuugua wana miguu, wana mikono na wana akili. Wakidisen, wakitambua kwamba kicheko na furaha wako hapa, wanakimbia. This is how you do. Katika siku husika tengeneza mazingira ya kucheka. Ndani ya siku husika tengeneza mazingira ya kucheka na kufurahi. This is life. Lazima uishi maisha marefu. Lazima uminimize na uondoe ikiwezekana jumla huzuni na ile hali ya kuugua. Alafu embrace, kumbatia furaha na kicheko. Penda kucheka. Inasemekana watu wanaochekaka tena kwa sauti wanaishi maisha marefu. Iko hivi. Nilimsikia mtumishi wa Mungu mmoja anasema hivi, kama nikijisikia furaha haiji, nitaanza kucheka. Kama kicheko kitokee moyoni, nitakianzia mdomoni. Kitaenda moyoni tu. Kwa mfano, kicheko kimegoma na mazingira ni kama yamekutight, anza kufanya afu ukiwa unacheka ni kama unaogopa, endelea. Ndani ya muda mfupi ile illustration unayoifanya
Roho Mtakatifu atakujilia kwa nguvu. Itakamata ndani. Changamoto ni kwamba masomo ya tunayofundisha unaweza kuangalia ukasema kwamba sasa unafundisha watu kucheka kweli? Nani ambaye ajua kucheka? Najua unajua kucheka. Na nataka nikufahamishe kucheka kwa namna ya kibiblia. Every time you laugh, every time there is a laughter, there is a prophetic message. Behind it there is Sarah. Kila wakati mtu anacheka kuna tamko na neno la kinabii ambalo ndani yake amejifucha mama yetu anaitwa Sara. Mama yetu anaitwa Sara alisema hivi, kila atakayesikia sauti hii, kila atakayesikia habari hizi atacheka pamoja na mimi. Maana yake nzuri ni kwamba kila atakayesikia habari zangu mimi Sara, atapata fulfillment, atapata uthibitisho wa ahadi ya Mungu juu ya maisha yake. Kwa hiyo kila wakati unacheka ujue nyuma yake kuna kutimia kwa unabii fulani. Ni kitu kikubwa mno. Atakayesikia pamoja na mimi atacheka. Kwa wale akina mama ambao utakuta hajapata mtoto kwa muda mrefu kule, hasa kwa wale wapagani kule, utakuta sio kama ni jambo la ajabu ya kupata mtoto, wala sio kama ni jambo gumu kupata mtoto, ila angalia kinachomfight, kinachompiga ili asipate mtoto ni maneno ya mume wake na comment za ndugu. Zinampiga kwenye roho yake kila siku, anapoteza furaha, anapoteza kicheko, anakuwa na huzuni. Na nakwambia huzuni ikiingia kwenye roho yako huwezi conceive. Vivyo hivyo mpaka na kwenye vitu vya kawaida vya kimungu. Ideas za kimungu haziji kwenye huzuni, mchungaji. Mawazo ya kimungu ya kuzaa biashara kubwa hayaji kwenye huzuni. Plan kubwa ambazo zitakupeleka next level haziji kwenye huzuni. Lazima tutengeneze atmosphere ya furaha. Ndio maana kuna wengine ambao wanatengeneza atmosphere ya praise and worship. Anaanza kuplay wimbo, anaanza kuweka wimbo pale, uko na play, you are holy, are you Lord God Almighty. Tayari ameshacheka. The moment you laugh, ile spiritual portal, ile kitu ya Ibrahim inaweza kujidhihirisha pale, alafu kapata wazo la kimungu kubwa ambalo litakupeleka next level. Hivyo tu. Usio kaona mtu anaomba alafu anafanya hivi ujue huyo mtu Roho Mtakatifu kwa pale kuzaa wazo, kumpa cha kufanya muda ule. Nyinyi mnafikiri ni jambo la kimwili la kawaida, inayaji control, wewe ndio ujicontrol. Sababu kuna wakati mwingine ukitaka kuonekana ni mtu wa rohoni, lazima kila wakati wewe ili ukimwambia mtu ya kwamba Bwana anasema, aanze kuogopa. Sasa it's very important kwamba tengeneza atmosphere. Unaweza kuweka wimbo wa kusifu kwenye hata kwenye maombi yako usiku. Ni mkono wako, ni mkono wako umeniweka mahali pa juu, umeniinua, umeniinua, umeniweka mahali pa juu. Unavyoomba vile unatengeneza atmosphere ya furaha, unatengeneza atmosphere, unatengeneza hali ya furaha. Nikisema atmosphere maana ni hali ya furaha, unatengeneza hali fulani ya Roho Mtakatifu kufanya kazi. Hapo unasikia sauti inakuja kwenye roho yako, wazo linakuja ndani yako, plani inakuja kwenye moyo wako. Roho wa Bwana alitulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Alafu ndo Mungu akasema, Roho wa Mungu akaagi mahali penye machafuko. No, anakaa mahali penye utulivu. Na ule utulivu ni utulivu ule wenye furaha ya Roho Mtakatifu ndani yake, na utulivu wenye amani kamilifu ya Mungu mwenyewe ndani ya moyo wako.
That is your strength. Hiyo ndo nguvu yako. Sema amen. Kwa hiyo mtu akitaka kukuiba furaha, nataka umwone adui mkubwa kabisa wa kila muujiza ambao unapaswa kuja mbele yako. Mazingira yote yakija kuharibu furaha yako ndani, ujue hiyo ndio level ya juu ya attack. Ni shambulizi la juu kabisa kuliko aina yote shambulizi. So nataka tuelewe ya kwamba kuna umuhimu wa kinachoitwa amani. Peace, 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 peace. Am I communicating? Vipengele vya muhimu sana kwenye mstari huu tumeviona hivyo vitatu. Lakini nataka nianze kuzungumzia kimoja wapo. Andika moyo wa kumtegemea Mungu. Moyo wa kumtegemea Mungu. Nataka kuturudisha kwenye kitabu cha Isaya sura 26 mstari wa 3. Moyo wa kumtegemea Mungu. Moyo wa kumtegemea Mungu. Nataka tu nielezee hapo kwa kifupi kwa dakika 30. Isaya sura 26 mstari wa 3. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Nataka uangalia moyo wake umekutegemea. Kwa hiyo maana yake nzuri ni kwamba ukiwa unasoma Biblia yako unaangalia mambo ya muhimu kwenye huo mstari ni yapi, na mambo gani yanabebwa na mambo mengine. Kwa mfano amani kamilifu inabebwa na haya. Kwa unakuwa unazingatia yale mambo ambayo ni ya muhimu kwenye huo mstari. Na moja ya jambo ambalo ni la muhimu sana kwenye mstari huu ni huo moyo wa kumtegemea Mungu. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Kwa maana kuna kitu kwa baada ya kumtegemea Mungu. Tafsiri ya Kiswahili imezungumza moyo wake umekutegemea. Naomba tafsiri ya Kiingereza alafu nitakutafsiria. Kuna wakati mwingine tukikupa maana kadhaa za tafsiri, baadhi ya Biblia za Kiingereza na Kigiriki na Kiebrania zinakupa ladha na maana nzuri zaidi. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Sasa hapo atumii neno moyo, tunaona atumia neno mind. Anakuja na wazo la mfumo wa kufikiri. Anasema hivi, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Tafsiri ya Kiingereza inasema utamlinda yeye ambaye mfumo wake wa fikra umekaa ndani yako. Whose mind stayed on thee. Utamlinda yeye ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako. Nataka muangalie kwa makini. Utamlinda yeye ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako. Yatumia neno mind. Na hilo wakati ukiona neno mind ambayo tafsiri yake ni nia au akili, ujue Mungu anazungumza kitu gani hapa. Anazungumzia eneo la mfumo wa fikra. Nataka ujue hivyo. Hata na wale ambao mnasoma hata kwenye tafsiri za Kiingereza, Mungu amekupa neema na kielewa Kiingereza vizuri. Nataka kila wakati kuna neno mind ujue ni mfumo wa kufikiri. Msitizo wake mkubwa wa mind ni mfumo wa kufikiri. Kwa hiyo utamlinda yeye ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako. Nataka tuangalie hapo kwa makini na nitakuonyesha namna ya kutengeneza miujiza. Sasa neno hili mind ambalo nimekwambia ni kama mfumo wa kufikiri limetafsiriwa Kiebrania kwa sababu Biblia kwa Agano la Kale ilitafsiriwa Kiebrania, Hebrews. Alafu Agano Jipya ni Kigiriki. Sasa kwenye Kiebrania wametafsiri kama yetza, lenye maana ya Kiingereza conception, frame and imagination. Maana tatu: conception, frame and imagination. Hapa ndo somo lilipo. Usipate shida na Kiingereza, itakutafsiria. Neno hilo moyo, Kiingereza ni mind. Hilo neno mind kwa tafsiri ya Kigiriki kuja kwenye Kiingereza linatupa maneno kadhaa. Neno la kwanza conception, neno la pili frame, neno la tatu imagination. Conception ni ile hatua ya kwanza ambayo yai la rutubishwa
Nasema mtu ameconceive, hata kama ikiwa ni muda mfupi baada ya pale, wanawake wanajua kipimo kinaambia ni positive, maana kama ameconceive. Ile conceive utamwona yuko sawa, sio kwamba utamwona ni mjamzito tumbo limekuwa kubwa. No, kuna kitu kimeshatokea ndani, maana yai limeshakuwa fertilized, imerutubishwa. Hiyo ni conception. Alafu frame itaielezea vizuri tu kwa kina na imagination. Sasa naomba nielezee ili neno conception. Tunaposema mind, tunaposema moyo umekutegemea, tunasema mfumo wa kufikiri umetulia ndani yako. Nataka uelewe kitu gani hapo? Naomba unisikilize kwa makini hapo, nikuelezee. Neno conception is the fact of forming an idea. Conception au akili, tutumie neno akili, Erisko vila andarabakoske vila. Nafsi ina mambo mangapi? Nijibu. Ina mambo mangapi ndani yake? Jambo la kwanza, yes, akili. Jambo la pili, hisia. Jambo la tatu, maamuzi. Tutumie neno akili. Sasa inaposema conception inamaanisha kwamba ni fact, ni kitengo maalum kinachohusika na kutengeneza aina fulani ya mawazo. Ama tueleweke vizuri. Ile conception ni kitengo ndani ya kwako, ndani yako, kwenye utu wako ndani, ambacho nasema ni mind, ni akili. Akili haionekani, ndio maana inaitwa utu wa ndani. Utu wa ndani ni roho na nafsi. So ni kitengo ambacho kiko ndani yako, ambacho kinashughulika na swala la kutengeneza mawazo. Conception is the fact ambayo ina deal na forming of an ideas. Ni kama imetumika pia kama wazo la the start of pregnancy, kuanza kwa mimba, yani ule mchakato wa kuanza kwa mimba. The state of being conceived ni ile hali ya kuambiwa uko positive, umepata mimba, hata kama tumbo halijawa kubwa, lakini tayari ndani vipimo vimeshasema kwamba umeconceive. The beginning ni mwanzo. Alafu an implanted embryo, kwa wale ambao wanaelewa embryo ni kitu gani. Tukisema embryogenesis is a process of fertilized egg zygote developing into embryo. Unaelewa pale ambapo yai lilorutubishwa, ambaye tukisema fertilized egg maana yake ni zygote, ni sawa? Kale ka zygote maana yake ni tayari, that's a fertilized egg. Inapo develop kwenda kwenye embryo, ndo mchakato wa kwanza kabisa wa mimba kutungwa. Sasa mnisikilize, anakuambia hivi, moyo kumtegemea Mungu ni moyo kutengeneza mawazo ya kimungu, kwa sababu ni fakat, ni eneo maalum ambalo linatengeneza, lahusika na kutengeneza mawazo. Nakupeleka mahali pazuri, utanielewa vizuri leo. Tunaposema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea, maana kitamlinda yule ambaye moyo wake utengeneza ndani yake mawazo ya kimungu, divine ideas. Hapo sasa ndo nakujaga kwa lugha gongana, pale ambapo kilichoeleweka kwa miaka mingi unataka ukisheki kidogo. Moyo kumtegemea Mungu, wewe unaambiwaje? Utaambiwa na mhubiri ya kwamba mtegemee Bwana, mtegemee Mungu. Lakini mtegemee Mungu lenyewe peke yake ni shule. Unaweza kuuliza swali, na mtegemeaje Mungu? Utasikia nyimbo zinaimbwa na mtegemea Mungu wangu utabarikiwa, nalitumaini jina lake. Kwa hiyo unabaki na hiyo terminology, na mtegemea Mungu. Kwa mfano kama terminology mwamini Mungu ni kitu, ni somo la miezi, haliishi mpaka Yesu anarudi. Hilo mwamini Mungu. Wale ambao hivi mwamini Mungu tu, unapita kwa chama tunaambiwa hivi mwamini Mungu, lakini mhubiri hajawahi kusema nini maana ya imani. Maana kaja kusaidia mpaka hapo. Kwa hiyo wao walikuwa wanaambiwa hivi mtegemee Mungu. Kwa mfano, mnisikize kwa makini, ili jambo fulani litokee,
ili upate matokeo fulani, unaambiwa hivi, mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Kwa hiyo maana yake wewe kaa pembeni tu, mwache Mungu atafanya. Mtegemee Mungu, yani Mungu atafanya tu hilo jambo. Lakini check tafsiri mama inachokisema. Yani inaposema moyo, ule moyo unaomtegemea, maana yake ni yule mtu ambaye anatengeneza mawazo ya kimungu kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekisema. Andika hiyo point. Kumtegemea Mungu ni kutengeneza mawazo ya kimungu kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekisema au Mungu amesema. Mtu anapotengeneza mawazo ya kimungu, divine ideas, kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekisema, kutokea kwenye neno la Mungu, huyo mtu anamtegemea Mungu. That's very powerful. Inasema ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yake. Maana huyo mtu akikaa, kwa mfano, ukikaa hapo unaanza kutengeneza mawazo ya kiungu. Wao mjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Alafu unatokea kwenye mstari unaanza kutengeneza mawazo makubwa kutokea kwenye kile ambacho Biblia inasema. Mimi ni uzao wa Ibrahimu katika Kristo Yesu. Mimi ni tajiri. Wazo tenza wazo pale. Kwa sababu nimeunganishwa na Ibrahimu, mimi siwezi kuwa maskini. Unaanza kuwaza hivyo. Imagine mchungaji unavyowaza hivyo kwamba Kristo Yesu alifanyika maskini msalabani. Japo hakuwa maskini, ila aliamua tu kuwa maskini kwa ajili yangu, ili kwa maskini wake nipate kuwa tajiri. Alifanyika maskini kwa ajili yangu, ili kupitia maskini wake niwe tajiri. Unawaza iko kitu tu. Unawaza iko kitu ndani yako. Unawaza iko kitu. Mna. Nitakuwa na chuo kikubwa. Nitakuwa na chuo kikubwa cha ufundi. Na nitakuwa natengeneza hiki na hiki na hiki na hiki. Umekaa tu, umekaa mwenyewe. Umekaa, yeye anaaminie kazi nizifanyazo yeye pia atazifanya na kubwa kuliko hizi. Unaanza kuimagine ndani yako, unaanza kuwaza mtu ameletwa, taya hili limetoka nje kwa sababu ya kansa. Unaimagine unalirudisha ndani. Yani unaanza kuwaza hivyo, unawaza mawazo ya kimungu kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekisema ndani yake. Alafu Mungu mwingine anasemaje? Unanitegemea. Mungu mbinguni anasema unanitegemea. Yani huyo mtu kwa Mungu ni mtu mkuu kuliko yule ambaye amekaa muda wote rikopa zegede empro zala katapa lisala kwanza la pili tatu la 4 na 5. Alafu kwenye lisala 5 kumalizia anaanza kuwaza haya maisha haya. Nataka niwafundishe kitu cha muhimu sana. Umekuwa ukiomba masaa 4, alafu baada ya hapo unakuja unaanza kuwaza kitu fulani ambacho ni off key. Mungu anasemaje? Unategemea maombi yako, ndio maana unawaza hayo mawazo. Kuna kutegemea maombi na kuna kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu ni kutengeneza ndani yako mawazo sawa sawa na kile Mungu amekisema. Unatokea kwenye neno la Mungu, unaanza kutengeneza mawazo mle ndani yake. Kwa mfano, Biblia inasema hivi, wateule wangu watafurahia kazi ya mikono yao kwa siku nyingi. Unajua nini maana yake? Kama siku za miti zilivyo, ndivyo zilivyo siku za watu wangu. Alafu wateule wangu watafurahia kazi ya mikono yao kwa siku nyingi. Alafu kakaa ukaona namna ambavyo huduma yako mpaka miaka 70 mbele. Umeshatengeneza vizazi kama 4 hivi 5. Akina Faith watoto wao. Alafu kesho naangalia kazi kubwa ambayo umeifanya. Nisema wateule wangu watafurahia kazi ya mikono yao kwa siku nyingi. Unapokaa na kuanza kuwaza ile siku, naangalia namna ambavyo umeimpact, umegeuza maisha ya watu wengi. Mungu anasema unamtegemea. Kwa sababu gani? Mawazo unayoyawaza yamezaliwa na kile ambacho amekisema.
Lakini lazima tukufundishe kwa namna hii. Tusipofundisha kwa namna hii, nakwambia hatuwezi kutoboa. Tutawahangaisha sana watu. Mtu anamaliza rika ramaya, analia yaani maana yake Mungu elewa. Nasema elewa. Alafu kutoka hapo anaona anapofukuzwa, anaona anapoondolewa mahali. Mungu anasema unaona sasa, shida yako ni kwamba hujawahi kunipa nafasi nyingine huko ndani. Unategemea maombi yako, unategemea mawazo yako. Lakini kumtegemea Mungu ni pale ambapo unapiga magoti, unataka kuombea uchumi. Kabla ya kuombea uchumi, unauleta mstari wa Kumbukumbu sura 8 mstari wa 18. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Afu ukiwa pale unanena kwa lugha, unajiona kama anayepewa nguvu za utajiri. Malikoskevela, embrasaluskevela, randekuskevela. Unaunganisha na Zaburi sura 60 mstari wa 12. Ramaskovela, kwa msaada wa Bwana tunatenda mambo makuu. Alusa payande koparila. Hapo unaombea uchumi, unaombea uchumi hapo usiku. Unakuja mstari mwingine, maana ndiye Mungu akupaye nguvu za kupata utajiri. Napokea nguvu marila suva ande kopa, uchumi wangu unapanuka. Malika skovila. Unaunganisha na Isaya sura 60 mstari wa 11. Malango yangu yako wazi daima, hayatafungwa usiku na mchana, ili watu wapate kuniletea. Unaendelea hapo, malaka topera zilo askavalia. Unaenda kwa lugha hivyo, afu unatenza mawazo mle ndani yake. Unajiona anayepewa nguvu, unajiona anayefunguliwa mlango. Hiyo amen haitafanya Mungu akusaidie mpaka kile ambacho kimefundishwa ukakigeuza kuwa mfumo wako wa kufikiri, afu kikaanza kuzalisha ideas. Mimi nawaambia watu wa Mungu, msinisikilize kama mwanasiasa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Yaani kile ambacho nafundishwa kichukue kiwe mfumo wako wa kufikiri. Kisha kwa mfumo wako wa kufikiri, kianze kuzaa mawazo ya kimungu. Moja ya kitu Mwalimu Makasege amefungua macho yangu ni pale kwamba msalaba ni mlango wa kuchomokea. Nilifurahi. Yesu atufanyia mlango wa kuchomokea. Yaani manake ni nzuri kama kwa nyumba yenu hakuna mtu ambaye kupata neema ya kushangiliwa kwa harusi. Wewe ndo unachomoka wa kwanza, kwa sababu msalaba umekufungulia mlango wa kuchomoka. Na shangaa mtu amekaa pale, mfumo wake wa kufikiri haujabadilishwa, na hajaanza kuwaza hilo wazo ndani yake. Ni kwa sababu gani? Haja conceive ya ilaki, halijarutubishwa. Nimewaambia hivi, ni conception. Unapolisikia neno, sio nisemeje, nifanye hivi. Neno la Mungu liwe ni mbegu, alafu moyo wako ni yai. Yaani manake ile siku mnaonana hivi, ana mimba tayari. Tayari una mimba. Ile siku yaani ile siku unasoma hivi, maana ndio Mungu akupaye nguvu ya kupata utajiri. Tayari yai lako limerutubishwa. Inapaswa kuwa baada ya dakika ile una mimba ya kuwa tajiri mkubwa. Hapo nitarudia mpaka mnielewe. Yaani unapeleka moyo wako ambao uko wazi mbele za Mungu. Unaenda mchungaji, alafu unasoma Biblia. Inakuambia Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyokuwa na kuta. Mchungaji, nimeshapata ujauzito hapo wa kuwa na kanisa kubwa. Yaani hapo nimesharutubishwa hapo na neno. Yaani manake tayari yai limekutana na nini? Na mbegu. Ni mjamzito. Sasa nisikilize, ukiwa mjamzito huwezi kuliacha hilo neno. Hapo leo ni pazuri. Kwa nini waga mnasahau mambo? Ni kwa sababu hujawa mjamzito. Mtu mjamzito ana ishara zake. Ukishakuwa mjamzito anaanza kula asubuhi saa 12 kamili anakula. Hizo ni ishara za mtu mjamzito. It's very true. Kutema mate ni ishara ya ujauzito. Kichefuchefu. Ukimwona mtu alikuwa amekaa naye, hapo anasema sorry, mnajua huyu lazima tukampime.
Kwa nini iko kitu na kisahau haraka? Ni kwa sababu au ujauzito umekutoka au kupata ujauzito. Kwa sababu aliyepata ujauzito hawezi kisahau iko kitu. Nenda muulize mtoto ile fanikiwa, atakupa mistari kadhaa, ikupe ishara ya kwamba ile siku amekutana na ile mistari alipokea ujauzito. The conception. Utamlinda yeye ambaye ile siku amesoma neno la Mungu. Hey. Aya Bwana. Sisi tumezoea kufanya mambo ya kidini mpaka hata baada ya kuja hapa kwenye kanisa kama hili bado ni mambo ya dini. Bado ni mambo. You are very religious. Very religious. Jofanya baadhi ya nchi zikawa nyuma kiuamsho ni kwa sababu ya ile eneo. Nigeria ni watu hatari sana, wanajua kuruka na mistari. Na hiki kitu nakitaka kwenye taifa letu pia. Yaani mtu alikuwa anasikia neno Jumapili, alafu ukasema mstari fulani akainuka akasema yes, tokea pale ameshapata ujauzito. That's a great man. Muangalie miaka kadhaa inakuja mbele. Ataje kuambia ile siku ameinuka juu ndo alipokea kitu chake. Mimba ilianza kuonekana. Na nikwambie kitu, mtu aliyepokea kitu utaona mimba tu. Mtu aliyepokea kitu vikakutana, vikaumana, wanasema Waswahili. Vikisha umana, utaanza kushangaa. Utaanza kushangaa kale kwanza wanafahamu wanawake hips zinaanza kukua. Kale cha vijanani kale kasketi katapasuka akawezi tena. Maana jamaa ameanza kunenepa. Unaanza kuona nguo hazikutoshi. Huyo ni mtu aliyepokea kitu. Haiwezekani umekaa kanisani miaka yote bado ni kabinti tu wakati umeolewa. Wakati Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati nakufundisha neno kila siku ni kabinti tu kila siku. Wewe bwana upatagi mimba? Sio mtu unafundisha tu watu wapo kuvislim tu. Yaani hata wananepagi hata hauonyeshi demand baada ya kupokea ufunuo wa neno. Maanake mtu ambaye amepokea mimba utaanza kushangaa ulaji wake unabadilika. Ndio. Haogopi mtu. Unamwona mama wajazito haogopi. Hofu inaondoka, unashangaa anatembea tu tumbo liko hivi. Anatema mate kama vile ana nani, kama vile ana leseni. Huyo ni mtu amepokea kitu. Wewe hujapata mimba ndio maana huwezi kunena kwa lugha mbele za watu. Una mimba ndio maana huwezi kunena kwa lugha mbele za watu. Unaona aibu. Nenda mwangalie mama mjamzito kama anaonaga aibu. Haoni aibu. Hivyo. Haya Bwana. Kwa hiyo mfumo wa kutengeneza mawazo ya kimungu kutoka kwenye kile ambacho Mungu amekisema Bwana neno lake ni sawa na mimba inapoanza pale yai linaporutubishwa. And ninaamini ya kwamba mfumo huu ndani yake pana kinachoitwa faith, imani. Yaani maana yake yai linapokutana na mbegu ambaye neno la Mungu. Yai yamkini ni that's portal. Inatuletea muujiza. Yai likikutana na mbegu ambaye neno la Mungu. Ile kitu ikitokea pale fertilization, maana yake ni imani. Pakisha rutubishwa pale, imani imehusika pale ndani. Maana yake alisema wale Mwakasege ni lile neno alikuwa faa kwa sababu hakuchanganya na kitu gani? Na imani. Naomba nielezee neno la pili. Neno la pili ni frame. Frame. Nazungumzia hilo neno hilo mind, whose mind is stayed on thee, ambaye moyo wake umekutegemea wala usipate shida. Na maneno ya Kiingereza cha msingi tu uelewe anachokisema. Frame manake is to cause, to bring out, to produce. Maneno matatu. To cause, to bring out, to produce. Au imetafsiriwa pia to fit as for a specific end or purpose. To fit as for a specific end or purpose. To bring out, to cause or to produce. Maana yake ni kusababisha, kutoa nje au kuzalisha. Itakuonyesha tu kitu kimoja kizuri sana. Nazungumzia neno mind.
Sasa hapo naweza nika finalize na vitu kadhaa. Nataka niwaonyeshe kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 3. Waebrania sura 11 mstari wa 3. Waebrania sura 11 mstari wa 3. Chap chap, na dakika zangu chache hapo nione nimemaliza. Niingize kitu cha kimungu ndani yako, alafu tuonane kesho. 11 mstari wa 3. Inasema hivi. Naomba tuanze Kiswahili kwanza. Kiswahili. Nataka muangalie kwa makini hapa. Haya mengine sikusumbue, lakini hiki hapa kikusumbue. Usipokielewa ikusumbue kwamba hujaelewa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vilivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Okay. Tulikuwa nazungumzia eneo la conception. Hapa nazungumzia eneo la frame. Naomba Kiingereza nasemaje? Kiingereza chake. Naomba nisaidie chapter kusoma dakika chache. By faith we understand that the ages were framed by a word of God, so that the things being seen not to have come into beings out of the thing that appear. So inapotumia neno ulimwengu uliumbwa, ilo neno frame maana yake to bring out, yani visivyo onekana vilituletea kinachoonekana. Wakati ukiwa ibadani ulipokea ufunuo wa neno, ukiutafuta uonekane katika udhihirisho wa mwilini, ni kitu cha roho kimekuja. Alafu tunakuja kupata biashara kubwa kwenye mji. Alafu hata nakuuliza, hii biashara imezaliwa na nini? Unaambia ile siku nilikuwa kanisani. Hata unaweza unaongea kitu gani? Sisi tulifikiri umekopa benki. Kumbe ni siku ulikuwa umekaa kanisani ukapokea kile kitu. Frame maana yake ni hizo nimekupa kadhaa. Yaani maana yake ni nzuri, ni kwamba ni kusababisha. Yaani maana yake vitu vilionekana, vilisababishwa vionekane, vilitolewa nje, bring out. Vyote vilivyoko mle ndani vizaliwa na neno la Mungu. Sasa nikisema hivi, umemlinda yeye ambaye moyo wako umekutegemea. Nataka nikutafsirie pia maana nyingine ya moyo kumtegemea Mungu. Andika, moyo kumtegemea Mungu ni moyo kutengeneza au kuzalisha au kutoa nje kile kinachofaa kwa ajili ya mwisho uliotarajiwa. That's very powerful. Andika, moyo kumtegemea Mungu ni moyo kutengeneza au kuzalisha au kutoa nje kile kinachofaa kwa ajili ya mwisho uliotarajiwa. Ni moyo kutengeneza, kuzalisha, kutoa nje kile kinachofaa kwa ajili ya mwisho uliotarajiwa. Yaani maanake moyo wako, ili tuone ya kwamba unamtegemea Mungu, lazima uanze kutengeneza ndani. Uanze kuzalisha ndani. Uanze kutoa. Mtu mwema katika hazina njema utoa vitu vyema. Uanze kutoa. Kama pana vitu vyema ndani, vianze kutoka. Kitu kinachofaa kwa ajili ya mwisho uliotarajiwa. Mwisho wako uliotarajiwa, mchungaji, unategemea utengeneze kitu ndani yako. Najisikia upako wa Roho Mtakatifu, ila naomba mtu akunielewa. Inasema hivi Biblia, matarajio ya mwenye haki hayataondoshwa. Nileo kufundisha hivi, na matarajio yanazaliwa na neno la Mungu. Nisikizeni kwa makini. Maana yake nzuri ni kwamba ili tukupe mwisho uliotarajia, lazima uanze kutengeneza ndani, kuzalisha ndani, uanze kutokea ndani kitu kitakachofaa kukuletea mwisho wa baraka. Maana yake mwisho wa baraka wa mtu hauji hivi hivi. Lazima ukae utengeneze, na huo mwisho wa baraka unatengenezwa ndani, unazalishwa ndani. Naomba nimlele kwa namna rahisi. Kipindi hiki cha miaka yako, toka hapa umesikiliza ili neno, una miaka 30 mpaka kufika kwenye miaka 100, yamkini miaka 70. Ioni ndio miaka 70. Ulimwengu unaosema hapa usichukulie cosmos, ili duara ile ambayo imekuwa decorated, maana sio la magorofa ndani yake. Tukisema ulimwengu uliumbwa, tunazungumzia ion, maana yake ni amount ya muda.
Yani kutokea pale umepata ufunuo mpaka una miaka yamkini 90, unaangalia nyuma mambo yaliyotokea, ujue sasa neno la Mungu liliframe, lilitoa, lilitengeneza, lilizalisha kwenye kipindi hiki cha muda. Yani toka una miaka 30 umepata ufunuo mpaka una miaka 70. Leo unasema ni mtu mwenye nyumba 10,000 za kupangisha. Maana yake neno la Mungu lilitengeneza, liliumba, lilitoa ndani ya kipindi hiki cha muda. Oh my God. Nani amenielewa? Yeah. Kwa hiyo kumbe unaweza kulipokea neno, alafu kisha lipokea neno ukaanza kuzalisha ndani hilo neno ukaanza kuzalisha wazo fulani. Kumbe kwenye ufalme wa Mungu matokeo yetu, huyo ambaye ana 30, huyo ana 60 na huyo ana 100, yanatofautiana na hivi. Laini wenzako wanakwambia hivi, ndani iko kipindi chao cha muda, atakuja na kukupa ushuhuda huu na huu. Mimi kuna vitu ambavyo viko ndani yangu vinajitengeneza kila siku. It's too late kuja kuniambia kwamba nimeota huduma yako imekufa. It's too late, umechelewa mno. Ungekuja wakati sijaokoka eti. Umechelewa sana kuja kuniambia kwamba tulikuwa tunakuaga. Umechelewa mno. Kwa sababu ndani yangu kuna kitu nazalisha, natengeneza, nakitoa. Ili katika kipindi cha muda huu mpaka uje kufikisha miaka 100, unaangalia nyuma na wajukuu na vitukuu, una magorofa. Yes. Ninakuombea katika jina la Yesu. Kipindi ambacho Mungu amekupa kuishi kiwe na uzalishaji ndani yake. Kiwe na kutengeneza vitu ambavyo macho hayajaona. Kiwe na kutengeneza vitu ambavyo masikio hayajasikia. Kiwe na kutengeneza vitu ambavyo havijaingia kwenye moyo wa wanadamu. Usikubaliana na maisha madogo usikubaliana hata kidogo. Kwa hiyo manake ni moyo unaotengeneza. Imagine ukiwa umekaa ndani unatengeneza ile jambo kubwa ndani yako. Mungu unasema watu wakujua watakuoda na kutenda mambo makubwa. Unaanza kupata jambo kubwa ambalo unaweza kulifanya na Mungu. Unavotengeneza hiyo picha ndani, unapotengeneza ile jambo ndani yako, Mungu anasemaje? Na mtoto ananitegemea. Hawaziwazi umaskini, hawaziwazi magonjwa, hawaziwazi kufa, hawaziwazi kurudi nyuma. Anawaza vitu vikubwa kama mimi nilivyo yani. Alafu Mungu anasemaje? Nimepata mtu ananitegemea. Kwa sababu Mungu anapenda awajibishwe vitu vikubwa. Naomba niwaulize swali moja rais. Leo nimewakamata. Mchungaji, swali la kuja hivi ukienda kwa rais sasa hivi, Mama Samia, ukaenda kwa rais ukasema ya kwamba rais, haiwezekani, Kagashana amechukua na baiskeli yangu, amechukua baiskeli yangu jana, rais atafanyaje? Atampigia mwenyekiti wa kitongoji au mjumbe wa baraza la kijiji, ataambia handle hiyo kesi. Ila ukimfuata rais ukamwambiaje? Mungu ameniambia mimi ni rais. Hapo sasa ndo mtaanza kuangaliana vizuri. Alafu Mungu anasemaje? Mungu amekaa kwenye kusanyiko la miungu, anafanya hukumu. Zaburi 82 mstari wa kwanza. Alafu unaanza kuwaza mambo nje ya ushawishi wa familia yenu, nje ya hali ya kiuchumi ilionayo, nje ya mazingira yanayokupiga. Ukaanza kutengeneza mawazo ndani yako, unayasuka kama mwenyewe. Watu wanakuambia hivi, una mawazo. No, unatengeneza wazo. Kwa tofauti ya kuwa na mawazo na kutengeneza wazo. Watu wako wana confuse. Naona anakuambia kabisa, changamka jamani, mbona una mawazo hivi? Natengeneza wazo na kuja kuajiri wewe, unalipolipwa mshahara mdogo hapa, mimi nakuhangaikia. Unajua watu kama hawa kazini anambia, "Wewe changamka bwana, mbona umekaa kama una mawazo hivi? Au una shida, unaumwa, una changamoto gani?" No. Niko hapa natengeneza next level ya kampuni ambayo haijawahi kutokea Kahama. Hapo Mungu anasema mtu ananitegemea. Nikwambia kitu, ukiwa unawaza kufeli, unawaza mawazo madogo, Mungu anasema cheki mwenye kiburi yule. Kuwaza mawazo madogo na kuwaza kurudi nyuma, iko ni kiburi. Ukitaka kumwona mtu mwenye kiburi, muone mtu ambaye anawaza kuanguka, anawaza kurudi nyuma, anawaza kufa,
anawaza. Ukiwa unawaza vile vitu, maana yake una kiburi. Biblia inasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari ili awakweze. Maana yake unayaweza mambo sana, ndio maana paka unaanguka mwenyewe ndani. Itakuwaje kwaje? No. Swali likija itakuwaje kwaje, unamwambia shetani hivi, Roho wa Mungu atanijia kama kivuli na kile kitakachozaliwa kitaitwa kutakatifu. Maana yake expect jambo lizaliwe shetani. Na angalia kwa makini, lazima lizaliwe. Jambo la mwisho, tukisema moyo kumtegemea Mungu inamaanisha nini? Sasa nilisema hapo kuna conception, kuna frame na kuna imagination. Ulimwengu mzima, Pastor Alphonse, ulimwengu wote huu ambao unauona na vitu vilivyoko ndani yake, akina Elon Musk, akina Bill Gates, watu wote, akina Mark Zuckerberg, wote hao unaowaona walioko nyuma ya ideas za ajabu kama Facebook, WhatsApp, Instagram, angalia computer, innovation zote zimezaliwa na mambo matatu. Conception, aliconceive kitu fulani rohoni. Hapo jambo la pili, frame. Tatu, imagination. Sasa naomba nizungumzie imagination ni kitu gani? Imagination maana yake ni image making power. Tunaposema imagination, tunazungumzia nguvu ya kutengeneza picha ya kile unachotaka kitokee kwenye maisha yako. Nguvu ya kutengeneza picha ya kile unachotaka kitokee kwenye maisha yako. Hakuna mtu anakusaidia. Hayuko mtu akusaidia kwenye maisha. Unataka ndani yako nguvu ya kutengeneza picha ya yale unayotaka yatokee kwenye maisha yako. Hilo jambo utasaidiwa na mtu yoyote. Usipolifanya imeshia hapo. Kwa hiyo moyo wa kumtegemea Mungu ni moyo kuwa na nguvu ya kutengeneza picha ya kile unachotaka kutokea kwenye maisha yako. Andika. Unaposema moyo wa kumtegemea Mungu, maana yake ni moyo kuwa na nguvu ya kutengeneza picha ya kile unachotaka kutokea kwenye maisha yako. Watu wa Mungu, uwe busy ya kutengeneza picha ndani. That is imagination. Imagination. Kuna maneno mawili hapo, image na nation. Si sawa? Maana yake nations zilio kwenye image. Images zinazaa nations. Imagination. Imagination. Kwa maana yake hata mataifa yote yalitokea kwenye image. Imagination. Imagination. Kwa taifa lazaliwa kwenye image. You need that picture. Lazima upate hiyo picha ndani ndio nazaa hilo taifa. Hiyo biashara kubwa kwenye mji wa Kama lazima upate picha. Ibrahim, inua macho yako, lazima uone. Ukipata picha, hilo jambo la kuja. Na huwezi kumuua mtu mwenye picha ndani yake. Huwezi kumuua. Unajitesa. Nisikizeni kwa makini. Roho kutoka ndani ya mtu ni ishara ya wazi kabisa huyu mtu akuwa na picha yote ya kesho yake. Kwa sababu roho yenyewe kutoka lazima hiyo na discipline. Kuna wakati tunaambia hauwezi kutoka. Kwa nini? Kwa sababu picha ndio kwa hiyo haijatimia. You have, yaani ukishakuwa na picha ndani, una mandate. Kwa mfano, mimi na picha fulani ya uamsho ambayo naisikia ndani yangu. Hakuna ile ya kuzimu inaweza kuzuia hiyo picha ndani yangu. Inanisumbua mno. Inanifanya kujiweka wakfu, inajifanya kusoma, inanifanya kuwa na nidhamu nyingi sana za kiroho. Hiyo picha ile iko ndani yangu. Lazima uwe na picha. Vitu vikubwa vilizaliwa kwenye picha. Mungu akusaidie upate hiyo nguvu ya kutengeneza picha ndani yako. Imagine moyo unaomtegemea Mungu ni moyo ambao unatengeneza picha ndani. Unatengeneza picha ndani. Uko busy kutengeneza picha. Yeremia waona nini? Mungu atembee na watu wasioona. Ukitaka Mungu atembee na wewe vizuri, lazima uone kama anavyoona yeye. Watu wawili hawezi kuona njia moja isipokuwa wamepatana. Unaona nini na anaona nini? Haiwezekani Mungu anaona vitu vikubwa. Mungu anaona gorofa, anaona nyumba ya moja na sebule. Chumba moja na sebule. Lazima muone pamoja. Lazima upate hiyo picha kubwa ndani yako. Akina mama, lazima upate picha kubwa ya wanao na kuanza kuwasemea sawa na hiyo picha. Nimejisikia upako. Very true. Nisikia kuna kitu kimetoka ndani yangu. Hapo waga najua kuna kitu kimeenda ndani ya moyo wa mtu. Yeah, I tell you. Hapo kuna mtu mmoja lazima maisha yake Mungu atabadilisha. Tenza picha ndani. Kinachobadilisha maisha ya watu ni picha za ndani. Imagination. Kwa maana yake nini? Utamlinda yeye ambaye ndani yake anatengeneza picha za mambo makubwa. Kuhakikisha kwamba hizo picha lazima zitimie na hawezi kuishia njiani. Hiyo ndio siri nimekupa leo. Kwa maana yake Mungu halindi watu wasio na picha ndani.
Unawaza unatembea barabarani, unawaza ikitokea nimepigwa na gari nikafa. Ndio picha ulionayo. Hivi ikitokea mtu amenipa sumu, kwa hiyo nitakimbizwa na ambulance, nitapelekwa, watanichoma sindano, wataweka drip, wataanza, atakuja mchungaji, atakemea roho ya sumu. Kwa hiyo ndio nawaza yote. Ukikaa mwenyewe tengeneza picha. Wachungaji tuwe busy kutengeneza picha. Leo sasa utamlinda yeye ambaye alipokuwa ibadani akapata ufunuo, karutubisha, akapata mimba ndani. Mimba ikaanza kukua, akaanza kutamka, akaanza kuambia watu mimi ni mjamzito wa miezi miwili, wa miezi mitatu. Mungu anasema utamlinda yeye kwa sababu ana kitu, ana mbegu ndani yake, lazima tumlinde. Amepata ujauzito. Mke wako anakuwa muhimu akipataga mimba. Kwa sababu hayuko peke yake tena. Kuna mtu ndani mle, mnamtunza na kumlea. Ulaji wake unabadilika. Anakula tofauti kwa sababu gani? Mungu nyamja nielewa. Yaani mama akishapata ujauzito, care ni tofauti. Namba 2 tukasema unamlinda yeye ambaye akikaa anatengeneza, anazaa, anatoa vitu vya kufaa ambavyo vinahitajika na kesho yake. Huyo mtu Mungu anamlinda. Semaje? Mtu ende huko unakuona ni kuzuri zaidi, pata nitukuza mimi. Alafu kingine unamlinda yeye ambaye akikaa anatengeneza picha za mambo makubwa. Huyo lazima alindwe, huyo lazima asaidiwe, huyo lazima apate ulinzi wa mbinguni ili hayo mambo yatimie nayo yaona. Weka mikono yako miwili juu. Mungu aufungue moyo wako juu ya mambo ambayo umeyasikia. Mungu azifungue fikira zako kuelekea mambo uliyosikia. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mande rebokoske vila mande.